msikilizaji pamoja na mtazamaji. Na hii ni ya kwako wewe mwanamke, lakini na pia mwanamume. Hili unahitajika ulijue. Jamani, usimuingize vidole mwanamke wako ndani ya kipochimanyoya chake ikiwa mwanamke kama huyu ana dalili ambazo itakuwa na kwenda kuzizungumzia. Kwa sababu mwanamke mwenzangu, kuna vitu unajua vinaonekana vidogo vidogo ama vinaonekana kwamba ni vya kupuuzwa, lakini vinaweza kukuletea madhara, vinaweza kukuletea usumbufu mkubwa baadaye. Na wanaume wengi pia maskini hawalijui. Kuingiza vidole sio salama moja kwa moja. Sawa, kwamba kila wakati wewe unataka kuingiza vidole ndani ya kipochi. Na hapa kuna tofauti, nieleweke vizuri. Kuna tofauti ya kufanya kama unajua DJ wanafanya vipi? Ile chiki 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 chiki. Ni tofauti na kuingiza vidole ndani ya kipochi manyoya. Kuna hali ambazo mwili wa mwanamke unahitaji utulivu na sio msuguano zaidi. Sasa kama mwanamke mwenyewe hajatoa ridhaa, na mwanamke mwenzangu, usikubali mwanamume wako aliye naye akuingize vidole kama we mwenyewe hutaki. Kama hujatoa ridhaa, mwanamume usimuingize vidole kwenye kipochi manyoya. Sawa, hata kama ni mke wako, hata kama mpo kwenye mudi. Kwa sababu unajua wengine wanakuambia Omash baby, unajua ndio foreplay. Foreplay inaweza kuwa tofauti. Foreplay unaweza kupiga mnyonyo, unaweza kutumia kichwa. Vichwa viwili. Sasa tia akili, utatumia kichwa gani kwenye kipochi manyoya? Sawa, sio lazima umuingize vidole. Sawa, kama hajisikii, ana maumivu ama ameshasema yeye mwenyewe sitaki ama hapana, basi jua limit. Sawa, jua kujiwekea mipaka. Yani hapo ndio mwisho. Mwili wake sio kitu cha kubahatisha. Sawa, ila ni dalili nyingine. Kama mwanamke wako ana maumivu ama wewe mwenyewe mwanamke unasikia maumivu, kuwashwa fulani au uchafu usio wa kawaida. Unaelewa? Kwa sababu hapo ndani itakuwa labda kuna fungus. Sawa? Mwanamke anaweza kupatwa na fungus bila yeye mwenyewe kujitambua. Maambukizi ya bakteria, kuna miwasho, kuna vidonda na maumivu ya ndani. So ukiingiza vidole kunaweza kuongeza ule muwasho. Sawa, na kusukuma bakteria ndani zaidi. Kesho na kesho kutwa inakuwa unakwenda kwa daktari, lakini tatizo haliponi. Kila ukienda unaambiwa wewe una fungus. Tumetibu juzi tu, lakini bado tatizo linajirejelea. So kama wewe mwenyewe unajua umeshakwenda kwa daktari na daktari amekuonyesha kwamba kwenye uke wako kuna fungus, kuna maambukizi ya bakteria, una vidonda, usikubali kabisa kuingizwa vidole kwenye kipochi manyoya chako. Jambo jingine la kulitathmini zaidi ni kama usafi haupo sawa. Manake kuna wengine shekhe, kwenye vidole wana kucha ndefu sana. Huyu mwanamume ama una biashara gani na hizi kucha mpaka mwanamume unafuga kucha? Hizi kucha zako zimekuwa nyeusi. Sawa? Alafu ndio ukifika wakati wa kuvumbulana wewe ndio wa kwanza. Unajua tu kwenye kumchezea mwanamke ni lazima uingize vidole kwenye kipochi manyoya wewe. Sawa, kama ana kucha ndefu alafu hakuna usafi, unaelewa? Mikono haijaoshwa. Manake jamani, hata pale nyumbani unapowekewa chakula, wewe unaweza kula chakula bila kuosha mikono. Zingatia neno chakula. Kwa hivyo unavyokula
lazima uoshe mikono, kama vile ambavyo ukimaliza kula ni lazima uoshe mikono, kwa sababu hivi vidole kuwa na kucha ndefu alafu sio safi, unajua kunaweza kuleta michubuko midogo midogo, kunaweza kukupelekea wewe mwanamke ukapata ile minor glances, ile michubuko midogo midogo ambayo baadaye inaleta maumivu. Sawa? Baadaye unaungua na mwisho wa siku unapata maradhi ya maambukizi. Jamani, uke ama kipochi manyoya sio ngozi ya mkono. Na wallahi nakuwa pia, ukichubuliwa hata kama ni kidogo kwenye kipochi manyoya, hautawahi kuwa na hamu ya kuvumbulana. Yaani huyo mwanamume atakufanya hilo tendo ulichukie kabisa. Unafanya masihara, hakuna raha yoyote ya kuvumbula ukiwa una maumivu. Kwa hivyo kucha ndefu, chafu, mikono sio misafi, anaingiza ndani kipochi manyoya, anakuharibia kipochi manyoya chako. Sawa? Lakini pia kama bado hajapona, kuna wanawake ambao wamejifungua kwa njia ya normal na kuna wale ambao wamefanyiwa upasuaji. Sawa? Kwa hivyo kama unajijua wewe ni mwanamke ambaye umetoka kujifungua ama umezaa kwa njia ya operesheni, usikubali kabisa mwanamume wako akuingize vidole kwenye kipochi manyoya. Sawa? Mwili huwa bado haujapata ile nguvu, lakini pia unahitaji kujijenga upya huo mwili. Kwa hivyo relax, usikimbilie, kila kitu kina wakati wake. Upatie mwili time yake, uhili. Manake ukijifungua tayari hicho ni kidonda, ukifanyiwa upasuaji hicho ni kidonda. Hujapona vizuri, ndio tena mwanamume wako amekuja hapo, mimi bwana na upwiru. Na kwenye upwiru Mashbebi alituambia bwana tumtayarishe mwanamke. Kwenye kumtayarisha mwanamke umuingize vidole. Mchawi wewe, achana na maneno ambayo sijayasema. Nimekwambia usiingizwe vidole mwanamke mwenzangu, na wewe mwanamume usimuingize vidole kwenye kipochi manyoya mwanamke wako. Lakini pia kama tayari mwanamke wako ana ukavu kwenye kipochi manyoya, usimuingize vidole. Unaelewa? Kwa sababu unajua wanawake wengi katika jamii tunayoishi mimi na wewe hawana ule uhuru wa kuwa na msemo kwamba mimi bwana uke wangu ama kipochi manyoya changu ni kikavu. Sizungumzii kipochi manyoya kwamba ni kikavu kwamba hakijatayarishwa. Kuna baadhi ya wanawake ambao wana tatizo la uke mkavu. Mwanamume wake atachukua dakika 30 ama hataji saa moja, anamtia ulimi wa masikio, anamtia ulimi wa puani, anamsonda, anamumunya, anamramba, lakini kipochi manyoya kimeginya, hakitaki kusikia la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Sasa hilo ni tatizo, kwamba ushajijua wewe kipochi manyoya chako kina tatizo la ukavu. Kama hauna ute wa kutosha, alafu umruhusu huyo mwanamume wako ama mume wako akuingize vidole kwenye kipochi manyoya kuongeza ule msuguano, I say, kwanza kabisa unajisababishia kuhisi kama hali ya kuungua kwenye kipochi manyoya, lakini pia unapata maumivu wakati wa kuvumbulana. Kumbuka, uke ambao ni mkavu hautawahi kufurahia kuvumbulana, kwa sababu unahitaji utelezi ndio ile penetration iwe rahisi kuingia kwenye kipochi manyoya. Sasa kama wewe uke wako ni mkavu, sawa, alafu mwanamume anaingiza vidole kwenye kipochi manyoya, anakufanyia wewe uwe na michubuko. Mwisho wa siku wakati wa kuvumbulana unapata maumivu. Sawa? Lakini pia unamfanya mwanamke wako aanze kuogopa kule kuwa karibu na wewe, kwa sababu anajua tu ni uchungu. So ni unless mwanamke wako iwe anaweza kukuambia kwamba mimi nina tatizo la uke mkavu. Na uke mkavu
munasaidiana, unakwenda kwenye genge, unamnunulia mabenda okra ile, sawa at least anywe juisi yake, ama apike mboga achanganye na hiyo okra ama mabenda, kwa sababu mabenda ni mazuri sana kurejesha utelezi kwenye kipochi manyoya ambacho ni kikavu. Ile ukumbuke kwamba sio kila ukimya wa mwanamke maana yake ni kwamba anafurahia tendo. Muulize, muzungumze, umsikilize, lakini pia unafaa kuheshimu mwili wake. Sawa? Ni hayo tu kwa sasa.